Karibu, hii ni Tanganyika TV na Tanganyika FM. Jina langu ni Erasto Mashauri. Karibu kwenye habari kubwa za ulimwengu kutokea hapa Tanganyika TV, kutokea huko nchini DRC, kuhusu mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi hiyo. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Karibu. Zikiwa ni takriban siku 100 baada ya kuwasili katika ikulu ya White House, vitendo vya rais wa Marekani Donald Trump barani Afrika vinazidi kuonekana, na ni katika eneo la maziwa makuu ambapo mkakati wake unaonekana wazi zaidi. Mambo yameongezeka sana katika wiki za hivi karibuni, haswa kwa ziara ya mjumbe wake maalum kwa Afrika Masadi Bouras katika mji wa Kinshasa mapema mwezi Aprili. Mbali na Masadi, mjumbe maalum wa Donald Trump kwa Afrika yuko Corina Sanders, naibu katibu msaidizi wa masuala ya Afrika. Kwake mkakati uko wazi: kuchanganya utulivu wa kikanda na maslahi ya kiuchumi ya Marekani, Kongo na Rwanda. DRC ndio kitovu cha mbinu hii. Nchi ina utajiri mkubwa wa madini ya kimkakati yaliyo hasa katika mikoa miwili ya Kivu, eneo lisilo na utulivu linalotawaliwa na uchimbaji wa madini na makundi yasiyo rasmi ambayo mara nyingi huhusishwa na kampuni za Kichina na magendo yanayohusishwa na nchi tajiri. Nyuma ya lengo la amani juu ya yote ni suala la kufungua njia kwa uwekezaji wa Marekani katika eneo la kimkakati. Masuala matatu yanaongoza mashambulizi ya Trump: kupata upatikanaji wa madini muhimu dhidi ya China, kuleta utulivu mashariki mwa Kongo ili kuvutia mitaji, na kuimarisha uwepo wa Marekani kupitia Minerals Security Partnership Forum. Kazi hii tayari ilikuwa imeanza kusini zaidi huko Katanga na ukanda wa reli ya Lobito, lakini wazo la kupanua muhimili huu hadi mashariki lilikutana, kulingana na Washington, upinzani kutoka kwa Rwanda. Ni kwa mantiki hiyo ndipo kutiwa saini kwa tamko la kanuni kati ya DRC na Rwanda, zoezi lililofanyika Washington chini ya upatanishi wa Marekani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Rwanda zilitia saini siku ya Ijumaa Aprili 25 mjini Washington. Tamko la kanuni lililowasilishwa kama hatua muhimu katika kuanzishwa upya kwa mchakato wa amani. Katika andiko hili, Rwanda na DRC ziliweka makataa ya kufikia rasimu ya makubaliano ya amani na kujitolea kupendelea njia za kidiplomasia badala ya kutumia silaha kutatua mzozo wao. Ili kufikia hili, masuala ya usalama yanahitaji kushughulikiwa ndani ya tume ya utaratibu. Nchi hizo mbili pia zimejitolea kwa kanuni mbalimbali kama vile kutambua uadilifu wa eneo na mipaka ya kila mmoja wao, umuhimu wa kuzuia kuenea kwa makundi yenye silaha yasiyo ya serikali, na kurejea kwa hiari kwa wakimbizi na maelfu ya wakimbizi wa ndani, huku pia wakitambua jukumu la MONUSCO. Siku ya tatu baada ya kutiwa saini Washington kwa tamko la kanuni kati ya DRC na Rwanda, Rais wa Kongo, Rais Felix Tshisekedi, alikaribisha hatua kubwa ya kusonga mbele kuelekea amani. Siku ya Jumanne mjini Kinshasa, wakati wa mkutano wa pamoja na waandishi wa habari na mwenzake kutoka Guinea Bissau mjini Kinshasa, mkuu wa nchi hiyo alithibitisha ahadi yake. Ni kauli ya kanuni, ni kweli, ni hatua katika mwelekeo sahihi, mwelekeo ambao siku zote nilitaka kuutoa kwa nchi yangu, na nilitoa ahadi hii mbele ya watu wangu. Nitaishikilia hadi mwisho, nitairudisha amani, lakini amani ya kweli na ya kudumu. Baadaye hakutakuwa tena na matatizo ya ukosefu wa utulivu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo ni matakwa yangu na kiapo changu, na nitasema zaidi, na nitakupa miadi siku ambayo amani hii itatimia. Na katika hatua nyingine, tangu vuguvugu la waasi la AFC na M23 wakisaidiwa na Kigali kuchukua udhibiti wa mji wa Goma nchini Kongo, wanajeshi wa Kongo na maafisa wa polisi walikimbilia katika kambi ya kikosi cha Umoja wa Mataifa nchini DRC, MONUSCO. Miezi mitatu baadaye, zoezi la kuwahamisha wanajeshi hawa limeanza siku ya Jumatano Aprili 30, zoezi ambalo limesimamiwa na Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC. Lakini hii hufanyika katika hali ya kutoaminiana kati ya wahusika. Kulingana na Tanganyika TV, karibu wanajeshi na maofisa wa polisi 1400 wanahamishwa, wengi wao wakiwa wanajeshi, lakini pia maofisa wa polisi na familia zao. Hakuna wapiganaji wa wazalendo katika msafara huu, makundi yanayounga mkono jeshi la Kongo.
Wote walikuwa wamekimbilia katika kambi ya tume ya Umoja wa Mataifa ya kulinda amani nchini DRC MONUSCO kwenye uwanja wa ndege wa Goma baada ya kuanguka kwa mji huo mikononi mwa waasi wa M23 mwishoni mwa mwezi Januari. Zaidi ya watu 3,000 walikimbilia katika kambi hiyo. Uhamisho wa sasa ni wa hiari, salama na unatawaliwa na makubaliano yaliyotiwa saini na pande 4: serikali ya Kongo na M23, MONUSCO na ICRC. Kwa mujibu wa taarifa zetu, operation hiyo inatarajiwa kudumu takriban siku 10, huku kila mmoja ikiwa ni misafara ya watu takriban 130. Uhamisho huo haupitii kwenye uwanja wa ndege wa Goma ambao bado haufanyi kazi. Misafara hiyo inaondoka Goma kwa njia ya barabara kisha kusafirishwa kwa helikopta hadi uwanja wa ndege wa Mavivi karibu na Beni na kisha kupelekwa Kinshasa kutokana na usaidizi wa vifaa kutoka ICRC. Kuhamishwa kwa kundi hili hadi Kinshasa pia kunakidhi masharti yaliyowekwa na M23 kwa ajili ya kufungua tena uwanja wa ndege wa Goma, kuondoka kwa wanajeshi wa Kongo ambao bado wapo katika kambi ya Umoja wa Mataifa. Operation hiyo inafanyika chini ya uangalizi wa hali ya juu katika hali ya wasiwasi, lakini kwa idhini ya watu wote waliohamishwa kwa mujibu wa sheria ya kimataifa ya kibinadamu, pande zote zinaelezea. Katika taarifa yake huko Goma, mkuu wa ujumbe wa ICRC katika mkoa wa Kivu Kaskazini, Mariam Faviel, amesema kuwa shirika lake liliombwa kuwa kama mpatanishi asiyeegemea upande wowote. ICRC iliombwa na wadau mbalimbali ikiwa ni pamoja na Wizara ya Ulinzi ya Kongo, MONUSCO na waasi wa M23 kufanya kazi kama mpatanishi asiyeegemea upande wowote. ICRC haiweki masharti ya mazungumzo, lakini inatoa ofisi zake nzuri ili kuwezesha utekelezaji wa operation. Chini ya makubaliano yaliyohitimishwa na ICRC, pande zinazohusika zimejitolea kuhakikisha usalama wa watu katika msafara na kufanya kazi ili kufanikisha operation hiyo. ICRC pia imehakikisha kwamba watu wote walikubali kujumuishwa katika usafiri huu. Na katika hatua nyingine, wanasiasa wa upinzani nchini DRC wananuia kujiunga kwenye mazungumzo ya kitaifa yanayolenga kutafuta suluhu la utovu wa usalama mashariki mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa ya pamoja iliyotiwa saini na viongozi wa upinzani wakiongozwa na Rais mstaafu Joseph Kabila, Martin Fayulu, Moise Katumbi na Deri Sesanga, viongozi hao wamesema wanakaribisha juhudi za sasa za kusaidia kupatikana kwa amani mashariki mwa DRC zinazoongozwa na Umoja wa Afrika pamoja na nchi ya Qatar na muungano wa maaskofu wa kanisa Katoliki CENCO. Viongozi hao wanasema juhudi zozote ambazo zitapuuza msingi wa mgogoro wa DRC kama vile ukiukwaji wa katiba, rushwa na udanganyifu wakati wa uchaguzi hazitasuluhisha mzozo wa sasa unaotatiza taifa la DRC. Kwa upande wake, msemaji wa muungano wa Lamka Prince Epenge amesema juhudi zozote za kutafuta amani ya DRC bila kuhusisha umoja wa nchi hazitafaulu, akitaka viongozi wa kisiasa, mashirika ya kiraia na makundi yaliyojihami kuhusishwa kwenye mazungumzo ya kutafuta suluhu mashariki mwa DRC. Ipenge anasema suluhu kwa mzozo wa DRC halitatoka kwa wapatanishi wa nje ila wakongomani wenyewe. Na kwingineko, katika hatua inayoibua mjadala mkubwa wa kisiasa na kidiplomasia, Corneille Nangaa, kiongozi wa kisiasa anayeshirikiana na vuguvugu la waasi la M23, ametangaza ombi rasmi la kuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na mamlaka ya Marekani, akieleza kuwa ni kwa ajili ya kulinda maslahi ya kweli ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwenye tamko lililotolewa kupitia vyombo vya habari vya kimataifa, Nangaa ameushutumu vikali utawala wa Rais Felix Tshisekedi, akisema haujaonyesha uaminifu wala uwazi katika utekelezaji wa mikataba ya kimataifa ya rasilimali, hususan katika sekta ya madini ambayo ni uti wa mgongo wa uchumi wa taifa. Amesema tunaomba Marekani tusikilize moja kwa moja. Masuala ya madini ya Kongo hayawezi kuachiwa watu wachache wa serikali ya sasa wanaoshirikiana kwa kificho na makampuni ya nje huku wananchi wakizidi kutaabika, alisema Nangaa. Amedai kuwa mikataba mingi inayohusu madini kama cobalt, dhahabu na shaba imeingiwa bila ridhaa ya raia na inawanufaisha wachache ndani ya serikali ya Kinshasa pamoja na wafadhili wao wa nje.
Aidha amesema kuwa AFC na M23 iko tayari kujadili usimamizi mpya wa rasilimali za kitaifa kwa manufaa ya taifa zima. Hii ni mara ya kwanza kwa kiongozi wa kundi linalohusishwa na uasi kuomba moja kwa moja mazungumzo ya kidiplomasia na serikali ya Marekani, jambo linaloweza kubadili mwelekeo wa mgogoro wa Kivu ikiwa litazingatiwa. Serikali ya DRC haijatoa tamko rasmi kuhusu ombi hilo, lakini wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa hatua hii inaashiria mwendelezo wa mapambano ya kisiasa na kiuchumi ndani ya kivuli cha vita, ambapo makundi yenye silaha sasa yanaonyesha kutafuta uaminifu wa kimataifa badala ya kutegemea tu nguvu za kivita. Pamoja na hayo, hali ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inazidi kuchacha baada ya waziri wa sheria na mlinzi wa mihuri kutangaza kwamba mwanasheria mkuu wa vikosi vya jeshi amewasilisha rasmi ombi kwa Senate ili kuondoa kinga ya kisheria ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Joseph Kabila. Taarifa hiyo iliyotolewa siku ya Jumatano na inaashiria hatua kubwa ya kisheria dhidi ya rais huyo wa zamani aliyeiongoza DRC kuanzia mwaka 2001 hadi 2018. Serikali inamtuhumu Kabila kuwa mshirika mwanzilishi wa uasi wa M23 na sasa anatazamiwa kukabiliwa na mashtaka mazito ya uhaini, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Kwa mujibu wa vyanzo rasmi vilivyonukuliwa na Tanganyika TV, mamlaka zinadai kuwa ushahidi wa kijasusi na taarifa za ndani za kijeshi zinamhusisha moja kwa moja Kabila katika kupanga na kusaidia uasi wa kundi la M23, kundi linalotuhumiwa kuhusika na mashambulizi mabaya dhidi ya raia, mauaji, uporaji na ubakaji mashariki mwa Kongo. Hatua ya kuondolewa kinga ya rais wa zamani ni ya kihistoria na ya nadra sana barani Afrika, ambapo marais wastaafu mara nyingi huwa na kinga dhidi ya mashtaka ya uhalifu wa muda wa uongozi wao. Hata hivyo, wanasiasa na wanaharakati wa haki za binadamu wanasema kuwa wakati umefika wa uwajibikaji wa kweli hata kwa kiongozi wa zamani. Upande wa wafuasi wa Kabila wamepinga vikali hatua hiyo, wakitaja kuwa ni kisasi cha kisiasa na njama za kutaka kuzima nguvu za upinzani kupitia sheria. Wakili wake amesema tayari wanaandaa hoja ya kisheria kupinga uamuzi huo iwapo Senate itakubaliana na ombi la mwanasheria mkuu. Senate inatarajiwa kupigia kura ombi hilo katika siku zijazo, na iwapo litapitishwa, Kabila atakuwa kiongozi wa kwanza wa zamani nchini DRC kukabiliwa na mashtaka rasmi ya uhalifu wa kivita na uhaini. Hali hii inazidisha mivutano ya kisiasa nchini DRC, wakati ambapo taifa linakabiliwa na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa kundi la M23, sintofahamu ya kijamii na mchakato mgumu wa kujenga umoja wa kitaifa. Na huo ndio mwisho wa habari kubwa za ulimwengu leo kutoka hapa Tanganyika TV. Kwa habari zaidi, endelea kukaa karibu nasi kwenye kurasa zetu za YouTube pamoja na Facebook, tupate kama Tanganyika TV. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo, Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote, karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tuna wafanyakazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.